Na leo tunaingia katika historia nyingine katika ofisi hizi, na inafunguliwa ofisi mpya ya Kagera. Ni mategemeo yangu kuona mnaendelea kusogeza huduma katika mikoa yote ili kuwafikia karibu zaidi wateja ambao wanapatikana nchi nzima. Na mimi niwaambie afisa mtendaji mkuu, uhai wa benki hii, uhai wa shughuli hizi tuzifikishe makao makuu yote ya mikoa. Kwa maana mikoa yote 26 ya Tanzania bara, na baadaye kama mtakwenda Zanzibar mikoa 5 sawa, lakini kwa kuanzia mikoa yote hii ikipata wale ofisi katika makao makuu ya mikoa itakuwa ni jambo la faraja sana. 2016 wakati mimi nafungua akaunti kwa mara ya kwanza, nilienda kwa katibu tu kama katibu wa CWT wa mkoa pale Singida, na nilikuwa na sababu yangu kwenda kufungua akaunti, labda ndio nikaweza kufungua ile akaunti. Lakini ingekuwepo ofisi katika mkoa ule au sehemu mbalimbali, mtu anaweza akapita akasoma tu, alishasoma akawa na ule tu kwenda kwa sababu tukasoma, akaenda kufungua akaunti pale. Kwa hiyo tunapokuwa tumesogeza huduma hizi, zitavutia watu wengine wengi zaidi kuendelea kuwa wanachama na tukashiriki nao vizuri. Lakini baada ya mikoa yote 26 ikishakamilika makao makuu ya mikoa, itaanza pia matawi mbalimbali kwenye wilaya zetu. Kwa sababu leo tunasema Bukombe imefunguliwa ofisi, tawi bado halijafunguliwa kama tawi, lakini ofisi itatoa huduma zote. Najua baada ya muda mfupi, na kwa sisi wa haya tulipo sisi wa Kagera, mambo ya kimaendeleo ndio jadi yetu, ili tutaona kama ni jambo dogo sasa lifunguliwe lilo kubwa zaidi. Kwa benki ikishafunguliwa hapa, sisi Bukombe watu tushindana na wilaya zingine pia. Wenzetu wa Kagera wa Karagwe watasema hapana, na sisi huku kwa nini tusafiri tufuate huduma Bukombe, na sisi tufungulie tawi letu hapa. Tuko wanachama wa kutosha tunaofikia kufungua tawi, mkawapa tu sifa. Ili Kagera mfungue tawi au mfungue ofisi, walau basi mwe na wanachama wasiopungua 2000-3000. Wakasema tuko tayari hapa. Tutafungua wapi? Iko sehemu tutaweza kwa lazima mkafungua kwanza kabla kuangalia uwekezaji mwingine wa kujenga jengo lenu, na ikafunguliwa huduma zikaanza. Kwa hiyo tusisite kwenda, kwa maana kwamba huduma hizi zitaendelea. Lakini shukuru benki hii pia kuendelea kumtambua mwalimu. Maana sasa inaitwa Mwalimu Commercial Benki, lakini kwa namna ya pekee pia imeendelea kumtambua mwalimu. Na mimi niwasihi walimu wenzangu, kizuri kinakuwa chako. Sasa wakati mwingine hatuwasemi vibaya wenzetu watuiko na vitu vingine na vyombo vingine vya wafanyakazi, wao pia wana kwao. Lakini sisi kwa kuipenda CWT, kwa kupenda walimu wetu, mimi ningeona leo pia pamoja na kufungua ofisi, tungekuwa tuna tukio hapa mbele limeandaliwa hapa pia la wale wasio wanachama, wasio watu wa benki kama mimi, lakini walimu wenye cheki namba, tulikuwa tuna kazoezi pale cha kufungua account number hizo, ili watu pia wakapate hizo account number zao. Kwa hiyo niombe walimu tuipende benki yetu. Unapoujali walimu wako, mnapoimba nyimbo nzuri zile za walimu, mimi mwalimu, kuna nyimbo nzuri zile za walimu za kujali walimu wenu, muyajali katika yote. Ikianzishwa benki leo, sio kwamba unamfaidisha Matungwa peke yake au watu wengine. Hapana, unajinufaisha wewe mwenyewe. Benki zingine zinasimama kwa sababu ya kuwa na wanachama wake wa ile benki. Inakuwa inasimama kwa sababu ya kuwa wanawaisa wa benki. Sasa wewe ni mwalimu. Nashukuru mstaafu katuelezea tu Mzee Logero hapa. Kielezea jinsi ambavyo walianzisha jambo hili zamani, halikusimama, sasa limesimama. Na hapa ametumia maneno akasema, viongozi mliopo, walimu tuliopo, tuvae viatu vyetu. Viatu ambavyo walikuwa wamevaa na wao tuvivae sasa, ili vitutoshe zaidi tuimarishe benki yetu. Leo tukisimama imara kwenye benki yetu, hata PSSF leo ambako ndio tunapata mafao kutoka kwake. Tukianza kusubiri mafao kwako, umesha staff mwalimu wenzangu, mafao hujayapata PSSF, lakini mwalimu benki imesimama vizuri, haitasita kukusaidia. Wewe ni mwanachama wake, hisa zake ni nzuri, na mahesabu yako ukiyapiga tu yanajulikana kwamba mimi nikistaafu PSSF ikiwa tayari italipa milioni 300 za kustaafu. Hasa kama nitapewa milioni 300 za kustaafu na mwalimu benki ni mdhamini wangu, kwa nini mwalimu benki isinipe milioni 100 leo nianze kula maisha, alafu nikipewa 300 nitarudisha tu ile 100 pale, hapo na maisha yakaendelea. Kwa sababu mifumo itasomana. PSSF atachungulia kweli au no,
MCD atachungulia kweli mwalimu, PSSF atapata milioni 300. Hizi hapa zinaonekana zinashughulikiwa. Sasa mimi kumpa milioni 100 mwanachama wangu leo sio kazi ngumu. Narekebisha, natengeneza tu mipango. Ile milioni 300 kitoka ya mwalimu, 200 itakwenda kwenye akaunti yake na 100 itakwenda kwenye akaunti ya mwalimu nilikuwa nimemwazima, na maisha yakaendelea. Hapo mnakuwa mna sehemu ya kukimbilia.